Ikitokea umetoa mimba au mimba imeharibika, unapaswa kukaa muda gani ndio ubebe mimba nyingine? Ni swali tumeulizwa hapo na rafiki. Sasa mimi hili swali huaga sipendi kulijibu kwa watu wengi, kwa sababu kila mtu ana sababu zake za mimba kuharibika. Kwa hiyo inawezekana mimba iliharibika, labda ulikuwa na maambukizi, ushanielewa, labda cervix yako ilikuwa haifungi, labda ulikuwa na changamoto mimba haikukaa sehemu sahihi, labda ulikuwa na shida ya homoni. Sababu zinaweza kuwa nyingi sana. Kwa hiyo sababu hiyo unapaswa kuhakikisha kwamba imeshakuwa solved. Shida hiyo ishaweza kutatuliwa, ndipo ushike mimba nyingine. Sasa WHO, shirika la afya duniani, limeeleza ya kwamba walau miezi 6 mtu anatakiwa kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu nilieleza unapopata ujauzito kuna mabadiliko. Mabadiliko unaweza tukaya categorize kwenye groups mbili. Upande ambao mwili unakuwa unabadilika, yani tunavyoona, tuseme anatomical changes, lakini pia upande wa pili namna mwili unavyofanya kazi, physiological changes. Inawezekana pia hormones zikaingia hapo. Kwa hiyo wakati wa ujauzito kuna hormones zinabadilika, mwili unabadilika na vitu kibao. Kwa hiyo unapotoa au mimba inapoharibika, alafu unataka urudi haraka upate nyingine, unakuwa ni kama unajaribisha tena. Sasa utaniambia riski ya kusubiri miezi 3 tena au 6 na riski ya kuipata alafu itoke tena baada ya miezi 4, ipi inaumiza zaidi? Kwa unaweza kujiuliza wewe hili swali. Lakini kadri unavyosubiri zaidi ndivyo inavyokuwa nafuu zaidi. Kusubiri kutakupa nafasi ya kupona kisaikolojia, kutakupa nafasi hususan kama mimba ilikuwa umeitafuta kwa muda mrefu sana. Lakini pia kutakupa nafasi ya wewe kurudisha mwili afya yako, kwa sababu wakati wa ujauzito mtoto anakuwa anamnyang'anya mama virutubisho vingi sana. Kwa hiyo utapata nafasi ya wewe kurudisha afya yako kwenye usawa, ili iwe rahisi kubeba ujauzito na kupambana katika safari hiyo ya ujauzito. Sasa nakuuliza swali, unadhani kwa nini kwa sasa hivi ni ngumu kwa wanawake wengi kushika ujauzito kiwepesi, na hata wakishika mimba zinaharibika? Niambie jibu lako kwenye comment. Lakini pia ukishare makala hii na rafiki, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.